Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Raphael Francis Malaba, ni meneja wa mfuko wa taifa wa bima afya mkoa wa Kinondoni, na ninasimamia manispaa ya Kinondoni na manispaa ya Ubungo. Mfuko wa taifa wa bima afya ni taasisi ya umma iliyoanzishwa kwa sheria sura namba 395 na ilianza rasmi mwaka 2001, na mpaka sasa mfuko wa taifa wa bima afya NHIF unahudumia makundi karibu yote, tukimaanisha watumishi wa umma, sekta rasmi, umma na binafsi, mwananchi mmoja mmoja kama wamachinga, bodaboda, mamantilie, wafanyabiashara, lakini pia makundi mengine kama wakulima, wavuvi, wafugaji pamoja na wanafunzi kuanzia shule za awali kabisa mpaka shule za vyuo vikuu wanapata huduma za NHIF. NHIF hii ambayo ina takriban miaka 25 kwa sasa, imepitia kipindi ambacho mpaka sasa taasisi ina uwezo wa kuhudumia wanufaika zaidi ya 8%, na tunapoongelea 8% tunaongelea kwamba zaidi ya milioni 6 wanufaika wanapata huduma za matibabu kupitia utaratibu wa NHIF, na ni mafanikio makubwa, kwani kupitia kipindi hicho kimesaidia sana Watanzania ambao wananufaika kuweza kupunguza zile adha ambazo walitakiwa wazitumie kwa kutumia fedha zao za mikononi, na badala yake mfuko wa taifa wa bima afya unawasaidia. Hivyo basi katika kulitekeleza hilo, serikali iliona kwamba ni vyema sasa iende kupanua wigo mkubwa zaidi, kwamba badala ya kuongelea watumishi wa umma, badala ya kuongelea mwananchi mmoja mmoja, basi tuende kwa kila Mtanzania awe na uhakika wa bima afya. Katika kulitekeleza hilo, serikali ilitunga sheria hii ya mwaka 2023, na utekelezaji wake wa kanuni ya 2024 umekuja moja kwa moja ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania awe na uhakika wa matibabu. Kwa nini bima afya kwa wote? Mtu mwingine anaweza kauliza. Ni bima afya kwa wote kwa sababu leo gharama za matibabu zimezidi kuongezeka. Naposema gharama za matibabu zinazidi kuongezeka, sio kila Mtanzania atakuwa na uwezo wa kumudu zile gharama za matibabu. Kwa kuwa gharama zinaongezeka, inabidi sasa tusaidiane kwa pamoja, sababu hizi bima za afya huwa zinakuwa na misingi, na misingi yake mojawapo ni kwamba tunapochangia tunachangiana, tunasaidiana na hatuugui wote kwa pamoja. Kwa hiyo inaweza katokea mimi nimechangia lakini akaugua mwingine na akaweza kutumia. Lakini pamoja na hilo, kuna kaya maskini. Serikali katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa na bima, serikali katika kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi anayeachwa, basi serikali ili katika sheria hii ya bima afya kwa wote imeanzisha mfuko maalum, mfuko wa usawa. Huu mfuko umeainisha vyanzo vya fedha ambavyo vinakwenda kusaidia kaya zisizokuwa na uwezo, kaya maskini. Na kwa kwanza tukiangalia, ukichukua takwimu za wananchi waliokuwa wanasaidiwa kupitia na wananufaika kupitia mfuko wa TASAF, ilikuwa ni takriban kaya 970 na kitu. Naposema kaya 900 na kitu, unaongelea na wanufaika wengi sana ambao serikali tayari imejipanga kwa ajili ya kuanza, na imeanza na kwa awamu ya kwanza kaya takriban 270 na kitu. Katika 270 na kitu hizi ni takriban wanufaika 1,200,000, na serikali tayari imeshatoa fedha za awamu ya kwanza takriban bilioni 48.8, na zile fedha zimeletwa mfuko wa taifa wa bima afya. Na NHIF kazi inayofanya, kama mmekuwa mkifuatilia tokea mwezi Januari mpaka sasa, NHIF iko mtaani, inatembea nchi nzima kwa ajili ya kuwahakiki wale wanufaika na kuwatengenezea kadi. Kwa leo tunapoongea hapa, ahadi ya mama ambayo alitoa kipindi kile ambacho anagombea sehemu ya pili, alisema kwamba nitapokuwa nimerudi madarakani nitahakikisha kila Mtanzania anakuwa na bima ya afya. Lakini baada ya kuwa ameapishwa, pia alisema ndani ya siku 100 nitaanza kutekeleza mpango wa nini, wa bima ya afya kwa wote. Kwa hili tayari inatekelezeka. Serikali tayari imeshatenga bilioni 48.8 kwa awamu ya kwanza, na zimeshaletwa mfuko wa taifa wa bima afya. Na jukumu letu NHIF tunachokifanya mpaka sasa ni kutembelea zile kaya, kuhakiki na kuwapatia vitambulisho. Ni zoezi ambalo linafanyika, mnakwenda kila kata, kila mtaa, kila kijiji. Na takribani nikichukulia kwa manispaa ya Kinondoni ambayo mimi nasimamia, tumesajili takribani 55% ya lengo lile ambalo
tulitarajia kuweza kulisajili. Lakini pia ukienda kwa Ubungo tumesajili takriban 61% kwa lengo lile ambalo tulitarajia, na hili linafanyika kwa nchi nzima kila sehemu. Kwa hilo ni swala la kwanza ambalo ni hatua ya msingi sana ya serikali kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kufikiwa, kuhakikisha kwamba hili kundi ambalo ni kaya maskini, wananchi wasioziweza, pia nao wawe na uhakika wa kupata matibabu. Tugusie uwepo wa The Expo siku hii ya leo, lakini pia na namna ambavyo wanakwenda kuleta mabadiliko ama tofauti katika jamii, kwa sababu wapo hapa kama mabalozi ambao wanaenda kuionyesha jamii ni nini umuhimu wa bima ya afya, hasa bima ya afya kwa wote. Karibu sana. Yes, tunapoongelea swala la The Expo, kwanza naomba niwapongeze kwanza management au uongozi wa The Expo kwa kuja na project hii. Tunasema ni mradi ambao wameuleta wakati ambao ni wakati sahihi. Tunasema wakati sahihi kwa sababu gani? Kwa sababu ili kuweza kutekeleza mpango wa bima afya kwa wote, serikali inatekeleza kwa kushirikiana na wadau, na kuna wadau wengi. Kuna taasisi za umma, kuna taasisi binafsi. Ukiangalia taasisi za umma, mfano kama TASAF tunashirikiana nao kwa sababu ndio wanaoleta taarifa za kaya maskini, utambuzi, na sheria imewatambua. Kuna RITA, utambuzi wa taarifa za wananchi moja wanapozaliwa na kadhalika. Lakini kuna taasisi zingine kama TIRA ambaye ndo mdhibiti wa huduma zote za bima kwa ujumla wake, na taasisi zingine nyingi. Lakini unapokuja kwenye sekta binafsi, tuna social media, tuna media, kuna wadau wengi ambao kwa namna nyingine lazima wahusike kuweza kupeleka taarifa kwa wananchi. Sasa tunapoongelea The Expo moja kwa moja, hawa wamekuja sasa kama na jukwaa ambalo jukwaa hili linakwenda kuwa sehemu ya kuwaongelea wananchi, lakini pia pamoja na bima. Na wamekuja na mpango ambao sisi tumeufurahia, kwa sababu mpango wao wanakuja na mpango kama mabalozi. Tunaposema mabalozi, maana yake ni wale watu ambao wameaminiwa, wameheshimiwa, unaona, lakini ile kuthaminiwa, maana yake wako tayari kulibeba hili jambo kama sehemu yao ya maisha. Na ndio maana baada ya kwa tumepata ule mwaliko wao, na baada ya kwa tumepata ile concept yao ambao wako nayo, tulikaa na mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tukakaa na kujadiliana na kuona namna bora ya kuweza kuliboresha hili jambo ili lifanyike sasa sio kwa Dar es Salaam peke yake, lakini baadaye linakwenda kuwa ni jukwaa la kitaifa. Na wamejipanga vizuri, kwa sababu kwanza walichokitaka ni kwamba ni kuelewa mfuko wa taifa wa bima afya unafanya majukumu gani. Sababu ukishauelewa unakuwa ni balozi sasa ambaye unaweza kaenda mbele na kuongea, sababu huwezi kuwa na confidence ya kuongelea kitu fulani kama ukijui. Yes, na ndio maana leo siku ya kwanza ambayo tumekaa nao, tumewapitisha kwenye majukumu ya mfuko, tumewapitisha kwenye hali halisi, tumewapitisha kwenye tunaelekea wapi kama taasisi, tumewapitisha kwa ujumla wake mpango wa bima afya kwa wote ukoje, faida zake ni zipi, kwa nini wananchi wajiunge na bima, faida zake ni zipi. Lakini tumewapitisha na kuambia kwa nini wanachama wajiunge au wananchi wajiunge na mfuko wa taifa wa bima afya, tumewaeleza faida zake. Na katika kuyaelewa hayale sasa wanakuwa ni mabalozi wazuri ambao wanapokuwa mtaani, wanapokuwa kwenye majukwaa, wananchi wanawaamini zaidi, sababu hawa wanaishi na wananchi, hawa wanaishi na mtu mmoja, tofauti na sisi ambao tuko maofisini wakati mwingine, tofauti na sisi ambao muda mwingine tukiongea tunaonekana vile kama wale ni watumishi wa NHIF. Sasa hawa wanapokwenda kuongea moja kwa moja, maana yake ile message, ule ujumbe unafika moja kwa moja. Hivyo ni matumaini yetu kwamba kupitia platform hii au jukwaa hili la The Expo watawafikia wananchi wengi zaidi, na kama taasisi tuko tayari kuendelea kufanya nao kazi kila ambapo inapohitajika, kuongea nao, kwenda kuongea kwenye mijadala, lakini pia kwenye platform mbalimbali, kwenye majukwaa ambayo watayapanga. Na jukwaa la kwanza ambalo wamelipanga ni kufanyia mwezi ujao, ambayo itakuwa ni Mbagara. Ni jambo ambalo itakuwa ni kubwa sana, bado linaendelea kufanywa kazi, lakini kama taasisi tumewaambia kwamba tutakuwa tayari kufanya nao kazi kwa pamoja, kwa hapa Dar es Salaam, lakini hata mikoani, sababu bahati nzuri mfuko wa taifa wa bima afya unafanya kazi nchi nzima, mikoa yote. Lakini pia tuna ofisi ndogo kwa ajili ya kuwasogezea huduma karibu wanachama wa mfuko wa taifa wa bima afya. Sawa kiongozi, umeongea vizuri sana. Unawaambia nini wananchi watakaofika kwenye jukwaa la The Expo? Watarajie nini kutoka NHIF? Kwanza, wananchi ambao watakuja kwenye jukwaa la The Expo, tunaomba tueleze kwamba wanakuja kwenye jukwaa ambalo ni la aina yake.
Unajua Tanzania tumezoea majukwaa ambayo ni ya vitu mbalimbali, mfano biashara, mfano miradi fulani na kadhalika. Lakini ni wakati sasa ambao kama Watanzania au kama nchi tuwe na makongamano, tuwe na majukwaa ya kujadili masuala ya afya nchini. Na hili ni jukwaa mojawapo ambalo linakwenda sio kujadili tu upande wa afya, lakini kumweleza Mtanzania nini maana ya bima ya afya, kwa nini awe na bima ya afya, faida za bima ya afya ni zipi. Kwa hiyo sisi ni matarajio yetu kwamba wananchi tunazidi kuwaomba kwamba katika kuelekea kuadhimisha au kwenye uzinduzi wa hili jukwaa wajitokeze kwa wingi, wajue faida zake ni zipi. Swala la magonjwa hayabishi hodi, gharama zimezidi kuongezeka. Tunahitaji kupata elimu sahihi ya masuala ya bima, elimu sahihi ya masuala ya afya, na The Expo itakuwa ni jukwaa ambalo tunaliona kwamba litakuwa ni bora zaidi katika kuliongelea hili jambo. Nikiuliza swali la mwisho, je, kwa watu ambao ni kaya maskini wakija pale kwenye lile jukwaa wanaweza wakapata huduma kutoka kwenu NHIF? Naam, tunapoongelea swala la kaya maskini, wanaonufaika kwa sasa, kuna ambao wanagharamiwa na serikali moja kwa moja, ambao hawa wanaogharamiwa na serikali moja kwa moja kama wapo kwenye orodha ambao tuko nayo, ambao tumepewa ile orodha kutoka TASAF, wakifika kwenye jukwaa lile tutawahakiki na watapata kadi zao papo kwa papo. Lakini kama watakuwa wako nje ya ile orodha, tutaichukua, tutaihakiki na kuangalia, inawezekana kwa anaingia kwenye phase ya pili, na kama wataingia then watakwenda. Lakini tuhakikishe tu kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imejipanga kuhakikisha kwamba hakuna Mtanzania anayeachwa nyuma. Na katika kulitekeleza hilo, ndio maana imetenga fedha walau kuhakikisha kwamba hizi kaya maskini tusiziache. Sababu kwa mfanyabiashara ana pesa yake, kwa mtumishi ana mshahara anakatwa. Lakini hawa ambao hawana kipato ukiwaacha utakuja wasaidia. Ndio maana serikali imehakikisha kwamba hawa wanaweza kusaidia. Na tunapoelekea ni kuhakikisha kwamba wote wanaostahili kuhudumiwa watakuwa na uhakika wa matibabu ili waweze kutembea kifua mbele. Sawa, mabalozi wanapita mtaani kwenye kaya tofauti tofauti, labda unawaambia nini wale watakaofikiwa? Wewe kama NHIF unawapa baraka zote? Naam, kwa Tanzania ambao watakuwa wanakutana na The Expo mtaani au kwenye maeneo mbalimbali, tunataka kuhakikisha tu ni kwamba kwa sasa tunafanya nao kazi, kwa sababu ni wadau ambao wamejitoa kwa ajili ya kusaidia katika utoaji wa elimu kwa Watanzania. Na katika jambo hilo ni jambo ambalo kila mtu tulitamani kama taasisi, kila mmoja aweze kuhusika kwa sehemu yake. Utekelezaji wa jambo hili ni jambo jema sana, kwa sababu taasisi au serikali haiwezi kufanya jambo hili peke yake, lazima ifanye na wadau. Hivyo The Expo wanapofika, watatoa elimu, lakini kuna mengine ambayo watahitaji kupata ufafanuzi zaidi. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya utakuwa upo tayari zaidi kuhakikisha kwamba unaweza kutoa ule ufafanuzi pale inapohitajika. Na tunatamani zaidi kwa baadaye kuhakikisha kwamba The Expo waende mbele zaidi. Kama itawezekana kwa baadaye kupitia utaratibu ulivyo, tumeanza kusajili mawakala. Huenda baadaye pia nao kama wakikidhi vigezo wakasajiliwa kama sehemu ya wakala. Kwa wanakwenda, wanatoa elimu, wanahamasisha, lakini pia wanasajili na wanachama moja kwa moja. Kwa haya tu pia tunaangalia kwa baadaye. Huenda pia yakaweza kufika kuhakikisha kwamba Mtanzania anafikiwa. Unapokwenda kule unafanya kazi yako, na unapomsajili Mtanzania kupitia wakala, pia kuna pasenti ambayo unaipata kupitia utaratibu ule. Asanteni sana.